Yes, mambo vipi mabingwa? Karibu ndani ya Penyenye Viwanjani, na hii leo ni kwamba leo ndio siku klabu ya Manchester City itakuwa inakamilisha uhamisho wa mchezaji Antonio Semenyo kutoka klabu ya Bournemouth. Semenyo alishiriki mechi yake ya mwisho hiyo jana huku akiwafungia wana Bournemouth goli la ushindi, na hivyo leo atakuwa anajiunga na timu ya Manchester City kwa kima cha pauni milioni 65 moja kwa moja. Semenyo anaongezewa kwenye kikosi. Je, itakuwaje? Atawasaidia katika kusakasaka taji la ligi kuu nchini Uingereza msimu huu? Sema kwenye comment section moja kwa moja. Yakijiri hayo ni kwamba klabu ya Liverpool inatarajiwa kuweka dau la kima cha pauni milioni 20 ili kuweza kumpata mchezaji Marc Guehi. Guehi mwenye umri wa miaka 25 kwa sasa anagaragaza dimba na klabu ya Crystal Palace, na tayari walikuwa wamekubaliana kima cha pauni milioni 35 katika dirisha la uhamisho la majira ya joto. Tunazungumzia mwezi Julai mwaka jana, lakini transfer ile haiku go through the deadline day, in fact the last minute, na hivyo Liverpool wamelainisha 20 million pounds kwa ajili ya transfer hiyo, lakini Crystal Palace nao wanasema 20 million pounds ni kidogo sana, na hivyo kima cha pauni milioni 20 itabidi muongezee. Lakini pia Crystal Palace haitaki kumwachilia mchezaji huyu bure bilashi. Kwa nini? Hana mkataba, hivyo lazima wapate kumuuza basi katika dirisha hili la uhamisho la mwezi Januari, la sivyo ataondoka mwishoni mwa msimu bure bilashi. Itakuwa kwaje? Kuna kinda mwenye umri wa miaka 17 anaitwa Lennart Kiel. Lennart Kiel moja kwa moja ni mchezaji ambaye anagaragaza dimba na klabu ya Bayern Munich, na kwa sasa amehusishwa na uhamisho kuelekea katika klabu ya Real de Madrid. Kiel mwenyewe amezungumza na kusema kwamba ni ndoto yake siku moja kuwahi kuichezea timu ya Real de Madrid. Hata hivyo, kutokana hilo Bayern Munich wanapambana kuweza kumuongezea mkataba Lennart Kiel ili kuweza kuhakikisha kwamba anadumu na klabu, na hata vile wanamzuia kuelekea katika klabu ya Real de Madrid. Kwingineko ni kwamba klabu ya Al Hilal inasemekana kwamba ilihitaji pawepo na makubaliano kwamba waeke shughuli ya kumuingiza ndani Robert Lewandowski kwenye mkataba ule wa kumruhusu Joao Cancelo kuelekea Barcelona. Hata hivyo Barca wanasema kwamba, au inasemekana kwamba Barca walikataa katakata na wakasema la haula wala quwata, haondoki kwa vyovyote vile Robert Lewandowski. Nitukubaliane ada ya Joao Cancelo alafu ya Lewandowski mazungumzo baadaye. Na hivyo Lewandowski kwa upande wake hajazungumza iwapo angehitaji kuondoka katika klabu ya Barcelona sasa hivi katika dirisha la uhamisho, lakini bado mambo bado, japo kuwa Barcelona nao walikuwa wametajwa kusakasaka huduma za mshambuliaji, na hivyo inakisiwa kwamba huenda wameanza mapema kuweza kutafuta replacement ya mchezaji huyu na ambaye anajulikana kama Robert Lewandowski. Naye meneja wa Crystal Palace Oliver Glasner inasemekana kwamba huenda akaondoka katika klabu hiyo. Glasner ni mmoja wa mameneja ambao walikuwa wamezoa mate na klabu ya Chelsea, lakini sasa hivi angalabu Chelsea imepata meneja ameingia Rosinia moja kwa moja. Hivyo Manchester United mambo bado, lakini pia alikuwa amezoa mate kuelekea upande ule. Je, anaelekea upande upi? Kumbuka meneja huyu alitishia kuacha kazi iwapo Crystal Palace ingemwachilia mchezaji Marc Guehi siku ya mwisho, dakika za mwisho za uhamisho katika dirisha la uhamisho na majira ya joto basi mwaka jana, na hicho ndicho kilipelekea Guehi hakujiunga na Liverpool mwanzoni mwa msimu jana. Lakini sasa hivi kipi ambacho kinapelekea Glasner anataka kuondoka? Tatizo liko wapi? Kuna kero, mambo bado tunasubiria, na hivyo bado Manchester United inazidi kumsakasaka meneja, na hivyo itakapokaa sawa basi ndipo hapo tutakuwa tunakujuza moja kwa moja itakuwa kwaje. Leo usiku pana mechi ya kukata na shoka. Yes, leo usiku pana mechi ya kukata na shoka. Klabu ya Arsenal itakuwa inaialika timu ya Liverpool, na hivyo tasubiri tuone itakuwa kwaje. Ubashiri wako pia ni upi? Nani ndiye nani kijogoo, nani ambaye ndiye atakuwa anabeba alama 3 muhimu usiku wa leo? Ndivyo hivyo, asante sana. Ndio Penyenye Viwanjani, siku zote tunasema kwenye mitandao ya kijamii unafanya ndivyo. Aiza kwa Ihenya kwenye mitandao yote ya kijamii fanya kufollow, alafu kisha kwenye YouTube @Aiza kwa Ihenya fanya kusubscribe. Hii ni Penyenye Viwanjani.